Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kuhusiana na yale ambayo umeweza kuyasikia kuhusiana msemaji wa klabu ya soka ya Young Africans, si mwingine bali unazungumzia Ally Kamwe, mara baada ya kile kilichoweza kutangazwa leo hii mapema kabisa kuhusiana na Ally Kamwe kuweza kushikiliwa na jeshi la polisi kwa kile ambacho kilichoweza kutokea kati yake yeye na mkuu wa mkoa wa Tabora, kwa kile ambacho kilionekana ni kama kurushiana maneno. Sasa yale ambayo yameweza kuendelea imefikiaje na imekuaje mpaka sasa, bado yumo ndani ama ameshatoka? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa yote kamili niko nayo hapa, nimekusogezea. Utakwenda kujua taarifa yote kuhusiana na Ally Kamwe na yale yaliyojili na sababu kubwa ambayo iliyopelekea kuweza kukamatwa kwa Ally Shaban Kamwe. Mimi nimekusogezea taarifa yote kamili kama hii inavyosema, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu, ukiweza kushuhudia namna ambavyo klabu ya soka Young Africans na kile ambacho kimeweza kutokea. Bana, unafahamu ya kwamba kulikuwa na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hapa nazungumzia mchezo ule wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, sio dabi ya Kariakoo kama nilivyoweza kukwambia hapo mwanzo. Hapana, ulikuwa ni mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara kati ya Young Africans zidi ya kile ambacho kilichoweza kutokea kati yao na Tabora. Huo ni mchezo ambao ulikwenda kuwakutanisha hapa nazungumzia Yanga na Tabora. Katika kile ambacho kilichoweza kuzungumzwa katika huo mchezo, kulikuwepo na kurushiana maneno kati ya hapa nazungumzia si mwingine bali huyu ni msemaji wa klabu ya Young Africans Ally Kamwe, pamoja na hapa nazungumzia mkuu wa mkoa wa Tabora, ambapo kwa kauli ambayo alioitoa hapa nazungumzia mkuu wa mkoa wa Tabora, yeye aliweza kunukuliwa akiweza kutamba kwamba watakwenda kuipiga Young Africans, huku akiweza kuzungumza baadhi ya kauli kuonesha kama ya kwamba watakwenda kufanya jambo kwa Young Africans kwa kile ambacho wao wanakitizamia, huku akisema ya kwamba mkuu wa Tabora aliponukiliwa alisema kwamba kwenye nchi hii timu pekee anayoiogopa ni Simba Sport Club peke yake, tofauti na Young Africans. Unaona bana, ambapo Ally Kamwe yeye alikuja na taarifa yake ambayo aliweza kuizungumza juu ya kile kilichoweza kutokea, ikionekana ya kwamba kile ambacho kinachoendelea kwa sasa ni kama Ally Kamwe akisema ya kwamba yale maneno yake, ambapo pia mkuu wa mkoa wa Tabora yeye alinukuliwa akisema ya kwamba tunaomba wapenzi wa timu mbalimbali kama Simba, Azam, Tibwa hapa njiani Tabora mjitokeze kwa wingi tarehe 2 kuwaunga mkono vijana wetu wa Tabora United ili tuwaadabishe hawa wapinzani wetu ambao sasa walikuwa ni klabu ya soka ya Young Africans, kwa kile ambacho aliweza kukizungumza. Hapa nazungumzia si mwingine bali ni mkuu wa mkoa wa Tabora. Sasa Ally Kamwe yeye alikuja kufunguka kauli yake ambayo ndio iliyoweza kumweka matatizoni kwa kiki ambacho Ally Kamwe yeye alikizungumza mara baada ya kusikia kauli kama hizo za mkuu
wa mkoa wa Tabora alipoweza kuzungumzia kile kilichoweza kutokea, ambapo katika kauli ambayo iliyomweka matatizoni hapa anazungumzia Ally Kamwe ni kuhusiana na yale ambayo yaliweza kutokea wakati alipokuwa yupo Tabora akizungumza na waandishi wa habari. Ally Kamwe alinukuliwa akiweza kuzungumza maneno kama hapa yafuatayo. Ally Kamwe alisema ya kwamba kiukweli kabisa wa mpira, Jumatano sisi Yanga hatuna mechi ngumu hapa Tabora, ila wapo watu wachache kwa sababu zao sijui za kisiasa wanataka kukaa mbele wazungumze, wasikike na waonekane, hao ndio wanawaaminisha watu kuwa Jumatano Ali Hassan Mwinyi kutakuwa na mchezo mgumu kweli kweli. Huo ni uongo. Sisi Yanga tunamheshimu sana Rais Samia, ila huyu mtu wake aliyemtuma huku Tabora anatuchokonoa, anatutafuta la rohoni. Sisi Yanga ni kiheshima tunamuomba radhi kwanza aliyemtuma, alafu Yanga tunashughulika naye, tumwambie mkuu wa mkoa Paul Chacha Jumamosi atachacha kweli. Unaona bana, kwa kile ambacho alichoweza kukizungumza Ally Shaban Kamwe. Sasa Ally Kamwe kwa kile ambacho alikizungumza, uongozi wa Tabora United ukaweza kutoa hapa anazungumzia saa 24 ili aweze kuomba radhi kwa kile kauli yake, ambapo uongozi wa Tabora United umempa masaa 24 ofisa habari wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kumuomba radhi mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiko kwa maneno aliyoyatamka. Christina Mwagala ni ofisa habari wa Tabora United, amesema wanafikiria swala hili kwa bodi ya ligi na TFF kwa mujibu wa miongozo waliopewa wao kama maafisa wa habari ni kwamba hawajapewa mamlaka ya kuwashambulia wakuu wa mikoa, bali wamepewa mipaka yao namna ya kufanya hamasa zao. Unaona bana, kwa kile ambacho alicho kizungumza hapa anazungumzia Ally Kamwe. Sasa taarifa kwa umma ni kwamba Ally Kamwe anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Tabora. Ni kweli tunamshikilia Ally Kamwe ambaye ni msemaji wa klabu ya Yanga na tunamfanyia mahojiano kwa tuhuma za kutoa maneno machafu kwa viongozi wa serikali, na tunatoa taarifa rasmi baada ya mahojiano kukamilika. Unaona bana, akiweza kuzungumzia hilo ambalo limeweza kutokea, lakini kumekuwepo na maoni ya wadau mbalimbali juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea kwa Ally Shaban Kamwe kuhusiana na yale ambayo yaliyoweza kutokea. Anaandika hapa anazungumzia si mwingine bali ni John Job. Huyu ni mchambuzi wa soka kutoka pale Wasafi FM. Anasema ya kwamba ukiingia katika mpira usijifiche katika kimvuli cha wazifa wako, ukiingia kuwa tayari na utani wa mpira, huku akutamaniki kwa utani wa mpira. Na hata Kamwe akuanza tu kuongea, bali alijibu alichoongea mkuu wa mkoa wa Tabora. Lakini anaandika Edo Kumwembe, mchambuzi wa Safi, anasema ya kwamba mamlaka zingeacha kauli za kishabiki za mpira kwa soka la ndani, kwa sababu hawa wasemaji wetu huwa haielewi wanatoa majibu kwa cheo au wanatoa majibu kwa shabiki wa upinzani. Wanaingia vitani bila ya kujali suti na V8. Tuendelee kujifunza. Unaona bana, akiweza kuzungumzia hilo ambalo linaloendelea kwa sasa. Young Africans bado hawajatoa taarifa yao kamili kuhusiana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya msemaji wao kuweza kushikiliwa na jeshi la polisi kuhusiana na kile ambacho kilichoweza kutokea katika yale ambayo Yanga waliweza kukumbana nayo kule. Hapa nazungumzia Tabora. Tusubiri kuweza kusikia ni yapi ambayo atakayoweza kujiri katika sakata hilo, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comments.